Ukifunguliwa hauna uwezo wa kukataza kinachoingia. Bwana asifiwe sana. Mlango hauwezi, kama mlango huu uko wazi, mlevi hawezi fika hapo tukazuia hapo asiingie. Bwana asifiwe sana. Mlango unaweza ingiza vitu vizuri na unaweza ingiza vitu vibaya. Bwana asifiwe sana. Inalingana na kusudi la hiyo mlango, na inalingana na vile sisi tumeamua hapa. Haleluya. Mlango hauwezi ukajifunga mwenyewe unless umetengenezwa hivyo. Haleluya. So mlango huwa hauna uwezo wa kuweza kufunga ama kujifungua ama kuzuilia ama kuchagua vitu vinavyoingia ama vile kinavyotoka. Amen. Amen. Tunaenda katika kusoma neno katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. I think ninapozungumza kuhusu mlango nimewapatia, nimeonyesha mlango ni nini. Na tunaenda katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango ni wa 3, mstari ni wa 20. Ni maandiko ambayo iko common, imeeleweka na imesomwa sana maeneo mbalimbali. Unajua kuna maandiko ambayo watu wengi huwa wanapenda kuyaruka. Na tumeruhusu kanisa ikaoza kwa sababu kuna maandiko ambayo tumeamua kuyapuuza. Tumeamua kuweka ya kwamba hii ni ya watu wenye wa nje, na tukaacha ndani ukaweza fanya kukaoza. Maandiko inasema ya kwamba you are the light of the world. Inasema kwamba wacha mwangaza wako uangazie watu, waonapo matendo yako mema walitukuze jina la Mwenyezi Mungu. Na maandiko inasema ya kwamba mtakaponiinua katikati yao nitawafuta wengi kwangu. So maana yake ni kwamba ni hapa ndani tusipokuwa waovu, kama sisi sio watu waovu, tukifanyika nuru, tukifanyika mwangaza, tutakuwa tuna uwezo sio tu wa kwenda kuwahubiria watu, lakini kuna watu watatufuata kwa sababu tumefanyika nuru kwa hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefanyika mwangaza kwa hao watu. So kuna baadhi ya watu hatutawawin kupitia kwa kuwahubiria. In fact hatutaitwa wengi kuwa wahubiri. Tumeitwa tukaweze kuwa the doers of the word. Tumeitwa tukaweze kuwa watu wanaoishi maisha ya Mwenyezi Mungu, wanaoishi makusudio ya Mwenyezi Mungu. Maisha ya salvation is not about kufundisha watu wengine, ni kuishi wewe. Wacha ukaweze kuhubiria watu kupitia kwa your lifestyle. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba walipowaona wanafunzi wa Yesu Kristo wanaongea kama Yesu Kristo, wanatembea kama Yesu Kristo, nywele zao zinakaa kama za Yesu Kristo, matamshi yao, mienendo yao inakaa kama Yesu Kristo, ndio wakawaita wafuasi wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kama wamejua ya kwamba hawa ni wafuasi wa Yesu Kristo, wanajua ya kwamba lazima kile kile Yesu alikuwa anaweza fanya pia hawa wanaweza fanya. Bwana asifiwe sana. So watawafuata sasa. Watawafuata kwa sababu wanajua kama hawa ni watu ambao wanafanana na Yesu. Inamaanisha kwamba huyu Yesu wako na yeye. Haleluya. So kwa hivyo kuna vile ambayo tunaweza fikia watu wa kuwahubiria, sawa, ni vizuri, lakini mchini mzuri ni ile unayoishi. Mungu atujalie hapo, maana tunakuwa wahubiri wazuri, tunakuwa wafundishaji wazuri, lakini ikifika upande wa kuishi, hapo ndio tuna shida, tuna kasoro. Hapo ndio kunakuwa na taabu katika maisha yetu, ya kwamba tunafikia watu kwa maneno mazuri, lakini kwa matendo. Bwana asifiwe sana. Kwa maisha yetu tunakataa. Maisha yetu yanakuwa tofauti na vile ambavyo
tunavyozungumza. So tumesema ya kwamba ndani yetu tukija kukua watu ambao tunaishi neno la Mwenyezi Mungu vile ninavyosema, inakuwa ni rahisi sana kwetu kuweza kuwin, kuweza kuvuna nafsi. And the reason why watu wengi zaidi kuingia kwa wokovu imekuwa ngumu kwa sababu gani? Ni kwa sababu watu wengi tumekuwa vile ambavyo tunaishi, tunakwambia kwamba ni wokovu na wokovu ndio hao. So mara nyingi tuombe Mwenyezi Mungu atujalie ya kwamba vile tunavyohubiri ndio tunavyoishi pia. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 20. Tazama, nasimama mlangoni na nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mungu kaweze kuyabariki maandiko na kaweze kuyatukuza maandiko yako mahali hapa. Maandiko inasema ya kwamba Yesu anasimama mlangoni na anabisha. Nimewapa mfano mzuri ya kwamba mlango huu kuna vitu ambavyo vinaweza ingia iwapo tunaruhusu, na pia kuna vitu ambavyo tunaweza zuilia iwapo tunaruhusu. Maandiko inasema ya kwamba Yesu yusimama mlangoni anabisha, na anasema ya kwamba yoyote anayesikia sauti yake, unaona, anasema yoyote atakayesikia, na si kusikia peke yake, ya kwamba baada ya kusikia lazima uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoyote anayesikia sauti yangu, haleluya, anasema ya kwamba anabisha, na yoyote asikiaye sauti yake na kufungua mlango. Yaani inataka ya kwamba kuna watu kanisani wamesikia sana, wamesikia Yesu kabisa, lakini mpaka leo hawajaifungua mlango. Yoyote anayesikia sauti yangu na kufungua mlango, Yesu anasema ya kwamba ataingia. Haleluya. Na inamaanisha ya kwamba wanasema kwamba life is spiritual. Na unataka kurudi katika mlango wa kawaida, lakini kuna milango ambayo ni ya physical realm ama realm. Yaani ni milango ambayo ni ya kiroho kule. Nimwambia inasema kwamba life is spiritual. Na katika maisha yako kuna vitu ambavyo vinabisha. Kuna milango ambayo iko kule katika maisha yako kule nyuma, katika ulimwengu wa kiroho. Na kuna vitu ambavyo vinabisha. Si Yesu peke yake anayesimama mlangoni na anabisha. Alikuwa ni Kaini na Dani. Aliambia kwamba maovu yamesimama mlangoni anabisha. Inamaanisha ya kwamba hata maovu inaweza simama mlangoni na ikabisha. Bwana asifiwe sana. Mambo mabaya yameweza simama mlangoni yakabisha. Laana zinaenda simama mlangoni zikabisha. Haleluya. Mauti inaenda simama mlangoni na ikabisha. Vifungo vinaweza simama mlangoni na vikabisha. Na pia penye nimewaambia kwamba shetani naye pia anasimama mlangoni anabisha. Na kama haujui, wacha nikwambie leo, Mungu anakung'ang'ania na shetani pia anakung'ang'ania. Kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu anabisha kwa mlango wa moyo wako, na shetani pia anabisha kwa mlango wa moyo wako. Ni wewe mwenyewe utasikia sauti ya nani, na ni nani ambaye utafungulia mlango. Kwa
kutojua watu wengi tumechagua vibaya. Kwa kutojua wengi tumefungulia laana zikaingia. Wengi tumefungulia mauti. Wengi tumefungua milango ambayo haikuruhusiwa kufunguliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapo nyuma nilikuwa na mpenzi wa kuangalia sinema na movies. Leo nimekuwa na udhaifu si rahisi. Yaani hiyo. Unajua kuna vitu ambavyo ni vibaya kwa maisha ya Kristo. Na wacha nikwambia kwamba hiyo vitu mtu hauruki ndani ukatoka hiyo hiyo. Mungu huwa anaondoa hiyo kiu pole pole. Na ile kiu ambayo nimekuangalia nilikuwa naweza kama mpaka saa 6 nikaangalia movie. Mungu ameniondolea kiwango ya kwamba tukashika bila shida hivi tunapata sio baraka na toa. Yaani hiyo kitu inatoka pole pole. Ndio baya watu sisi wokovu tunataka wokovu tukisikia tayari ameshakuwa ameacha hasira, ameacha nini? Hivi vitu vinaenda pole pole. Hata maandiko inasema kwamba nitawaondoa maadui pole pole. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa tumeleta pale hapo kwa ninaambia kwamba kitabu hizo kuna sinema ambayo tulikuwa tunaangalia ya ile vitu ndugu ambayo waliekea wanaitanga zombies. Sasa kuna huyu mama ambaye ama baba alikuwa na mtoto ama ni mama na mke ambao walikuwa na mtoto. Na wale watu ambao kidogo mnaelewa hizo vitu mlikuwa mnaangalia ama mnaangalia. Unaelewa zombie ikikuuma unageuka pia unakuwa zombie. Sasa haya mazombi yalikuja na kuvamia pale. Na katika ile harakati ya ule mzee kupigana na wale mazombi na nini, zombi moja ikaua mtoto wake wa pekee. Leo hii kisia wangu pale aumwe ama Peuda aumwe. Sasa kwa vile alikuwa ni mtoto wa pekee. Sasa zombi akishaumwa anageuka na akigeuka akiamuka huwa hajui kama wewe ni mama yake. Hajui kama wewe ni baba yake ama hajui wewe kama ni mtoto wake ama nani anatokana na vita na wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. So kwa hivyo huyu mzee alilia sana na akasikia uchungu. Sababu zote wa ikishageuka kulingana na hivyo watu wanaotengeneza vitu. Inakuwa inaishi forever hivyo. Inakuwa living dead. So huyu mzee kile alifanya alifungia mahali hiyo zombie. Akawa ameweka mlango pale. Unfortunately wakiwa wamelala mlango ule ulifunguliwa. Mtu alifungulia ule mlango ambao ulikuwa haustahili kufunguliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni milango mingapi ambayo tumefungua katika maisha yetu ambayo haistahili kufunguliwa. Na mtoto akatoka hajui mama yake akaanza kuuma kwanza baba yake. Na kikuma ameperfect umeisha. Akauma akaleta madhara kwa ile nyumba. Yaani kufungulia mlango ambao haustahili unaweza kuletea madhara makubwa kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumesema life is spiritual. Hii tunaeleza kimwili, lakini kuna vitu katika ulimwengu wa kiroho. Ni wewe ambaye unavifungulia. Kama haugevifungulia, haungekuwa unasumbuka na maisha mpaka leo. Kuna milango ambayo ilikuwa haipaswi kufunguliwa kwa maisha yako. Wewe kwa kumedoni, kwa kupitia mizaha yako ukaifungulia. Bwana asifiwe sana. Walifungulia mlango ambao ulikuwa haustahili kufunguliwa. Haleluya. Amen. Na zikatoka. Na shida zikaingia. Shida zikaingia kwa familia. Shida zikaingia katika kazi yako. Shida zikaingia, magonjwa yakaingia. Maafa yakaingia kwa watoto, kwa familia yako. Hata kule nyumbani kuna mabomba ambayo imefungulia hizi vitu. Na hapa nitawaeleza kidogo unaweza fungulia hizo vitu kwa njia gani. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Kwa sababu tumewaambia kwamba maisha yanaoperate. So maisha unakuanga driving. Vitu vinavyofanyika katika ulimwengu wa kiroho
ndio huwa vinakuaffect katika ulimwengu wako wa kimwili. Yaani mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa kiroho inakuaffect. No wonder wakati mwingine unaweza amka asubuhi umenuna bila sababu. No wonder wakati mwingine unakuanga na feelings ambazo si za kawaida. Maana kuna spiritual battle ambayo huwa inaendelea. Kuna vitu ambavyo vinafanyika katika ulimwengu wako wa kiroho. So what happens in the spirit it affects you. Inakuaffect katika ulimwengu wa kimwili. Bwana asifiwe sana. Amen. So katika ulimwengu wako wa kiroho unastahili ukaweze kuwa makini. Now, nimewaambia kwamba Yesu alisimama mlangoni na anabisha. Yeyote ambaye atafungua mlango atakayefungua. Unakataa kufungulia Yesu. Unakaribisha ukafungulia vitu vingine. Jambo moja kuhusu wanadamu ni kwamba haukaendi duru. Ukikataa Yesu Kristo umekubali shetani. Hauwezi kaa duru. Yaani kama tu wale wamama ambao wanao wakifa wanasikia mama mdogo msichana kwa miaka 30 bwanake akifa unasikia anasema kwamba mimi sana nimebaki na Yesu wangu kagata Bwana. Lakini asubuhi kipindi pale unasikia jamaa anatoka pale na kawe linapiga mswaki. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Yaani it's like haifikaa kama bila mwanaume pale ndani. Na ndio nakwambia ya kwamba kama wewe mwanaume anaitwa Yesu, unasikia kuna Yesu amejaa. Sasa unapata mama ameokoka anasema mimi mama kwa inherited hiyo simu nitakaa na Yesu wangu peke yake. Na kuna shangaa kuona mwanaume anatoka pale ndani. Sisi kama anaitwa Yesu wenyewe tunajua. Lakini angalia it's like watu hawawezi kaa peke yao. Na wewe kuna uwezekano ya kwamba hauwezi kaa. Leo hii unamkataa Yesu. Amebisha kwa maisha yako. Amebisha kwa maisha yako. Nataka niwaambie kitu. Ndio ukija hapo unaokoka. Kataa. Lakini wokovu wako ni ile siku Yesu ataingia ndani ya maisha yako. Ni ile siku ambayo Yesu ataingia ndani ya moyo wako. Hiyo ndio siku wokovu utakuwa unaanza. Bwana asifiwe sana. Amesema ya kwamba asikiae sauti yangu. Inamaanisha kwamba kusikia sauti wengi wanaisikia. Lakini lazima umkaribishe. Na nilikwambia kwamba mtu anaweza kuja kanisani mwaka nenda mpaka Yesu anakuja anaenda jehanamu. Hakuwahi mkaribisha Yesu kwa maisha yake. Hakuwahi fungulia Yesu mlango kwa moyo wake. Alifungulia nasa na uchafu na uzinifu na nini vitu vingine vyote vikaingia. Uchafu mozo ukaingia ndani yake. Lakini Yesu hakuwahi kufungulia. Haleluya. Kwa hivyo mtu umepewa mamlaka ya kuruhusu. Petero akaambiwa kwamba umepewa mamlaka ya kufunga na kufungua. Kwa hivyo unafungia chochote. Na pia unaweza fungulia chochote kwa maisha yako. Na kwa vile Mungu amekupatia freedom of choice, Mungu hakulazimisha. Na wala Mungu hawezi ingia kwa maisha yako kilazima. Bwana asifiwe sana. Amen. Hawezi jilazimisha ndani ya moyo wako. Unataka kufungua aingie ama hutaki. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni wewe mwenyewe utaamua. Yaani amekuruhusu, hakuja akakwambia kwamba leo hapa kwako naingia ukatae ukubali. Mpaka kuna watu wanaweza tolewa maroho ndani yao. Bwana asifiwe. Mtu anatolewa roho, maspirit na toka zinaenda. Yesu anakuja anabisha, ndugu ninakataa. Yesu anakuja anataka ingie, asibe kwa mwanya, akae pale, pamekuwa pasafi. Mtu anakataa. Mpaka mapepo yakija. Yanaangalia ile pepo ile kwa nani anaangalia mpaka pale mahali pa vile vile nyumba yake.
Kuna watu wanapenda, kila watu wenye mtu anaanza kwenda bibi mtuanga kwamba akienda utangoja mpaka ile siku atakayorudi haoe mtu mwingine haingii. Bwana asifiwe sana. Yaani amependa mpaka sasa pepo linakuja linaangalia. Yesu amejaribu, kuna watu wanaombewa, unapata mtu ameombewa pepo la usharati toka na ninatoka mpaka napiga nduru, watu wanaanguka chini. Nyumba inakuwa iko safi. Yesu sasa anataka kuingia. Kizaazaa kinatokea wakati wa kukaribisha Yesu achukue hiyo nafasi kwa moyo wako. Achukue hiyo nafasi ambayo pepo lilikuwa limetawala. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa pepo yanakuja 7. Machafu. Mapepo ya usharati, mapepo ya ukahaba yanaikuja. Yanabisha. Unakuwa rahisi ya kufungulia, yanaingia kwa maisha yako. Umepewa uhuru wa kufungua. Ufungulie mabaya kwa maisha yako ama ufungulie mazuri kwa maisha yako. Umepewa uhuru. Akaambiwa kwamba ufungue na kufunga na kufungua. Mwanadamu, unataka utembee na shetani ama unataka kutembea na Mungu? Unataka utembee na Yesu Kristo ama unataka kutembea na mapepo? Unataka ukaweze kutawaliwa na Mungu ama kutawaliwa na mapepo? Mwenyewe maisha yako utayamulia. Angalia. Hapa mnakuja kila mara. Mna mchungaji hapa, tuna wachungaji hapa. Hakuna siku ambayo tutasimama hapa na kigogo tuanze kuambia kwamba utaokoka usipende. Ndugu, jehanamu ipo na mbingu ipo. Mwenyewe utaamua kama utaenda mbinguni ni wewe. Niko na mke wangu, sisi tunalazimishia mbingu. Nina watoto wangu, siwezi walazimishia Yesu. Wataamua wenyewe. Umepewa nafasi ufungulie mabaya ama ufungulie mema. Bwana asifiwe sana. It's serious matter. Tunachezeana uokovu, tunacheza nao ni vitu tu tunacheza nao. Okay, mimi pia nafurahi tunacheza ni sawa. Lakini hii mambo tunastahili tuangalie serious, tuangalie, tuyachukulie serious, tujiite mkutano. Bwana asifiwe sana. Tujiangalie, tujihoji. Maana tunasema kwamba kuwe watu wa kujihoji. Unaenda mbinguni au unaenda jehanamu? Na Jumapili zote unakuja kanisani. Na mifungo hii yote, alafu baadaye uende jehanamu. Kataa hivi. Yaani unapata mtu juhudi zake ni nyingi, lakini shida tu ni kwamba amekataa Yesu asiingie. Ana juhudi nyingi, anaweza kufanya nini, anaweza kufanya nini, lakini shida tu ni kuhusu Yesu kwa maisha yake. Ndio shida. Na watu wengine kitambo walikuwa wanasema kwamba ati mtu alikaribisha Yesu alafu akamweka kwa kabati. Wakati vita vilitokezea, Yesu hakutokezea akapigania, anataka kwenda kwa Yesu. Ati ngoja tupigania. Yesu akawajibu ya kwamba shida mliniingiza mkanifungia kwa kabati. Bwana asifiwe sana. Ama kuna baadhi yenu mnafungia Yesu kwa kabati. Amen. Amen. Aingie lakini asitafie na mambo yako. Bwana asifiwe sana. Na baadaye itakuwa ni ukweli. Sababu unapata mtu anasema Yesu Bwana, ameingiza Yesu kwa maisha yake, lakini maisha yake hayajabadilika. Ingia Yesu lakini usitafie na mambo yangu. Usitafie na biashara zangu. Au kama wale watu wa Geresani walifukuza Yesu akamwambia kwamba umetuharibia biashara yetu. Ukija usitafie na biashara zetu. Ukitaka usalama hapa, usitafie na biashara zetu. Niache niishi maisha yangu, niache nikuwe na mipango ya kando, niache nikae katika maisha ya udhinifu, nikuwe mpora, nikuwe niende kwa waganga, niende kwa uchawi. Niache, nimekaribisha Yesu. Nataka niwaambie ndugu zangu. Kusema Yesu asifiwe hakukufanyi kuwa Mkristo. Kusema Yesu asifiwe hakukufanyi ukaweza kwenda mbinguni. Nao, unajua hili ni mambo ambayo siwezi sana. Ni mambo ambayo hatustahili kukwambia. Lakini sasa iko maana gani? Nitakwambia mambo mazuri. Yes, nitakwambia kwamba utabarikiwa. Lakini maandiko inasema kwamba there is no rest for the wicked. Bwana asifiwe sana. Kufaulu kwa mtu mwovu hakuna maana. Haina maana ndugu ukaweze kufaulu katika uovu. Pray the living God.
Bwana asifiwe. Amen. Nataka kusema amen. Ama na kutoka hivi. Haleluya. Amen. So tunasema hivi, maisha yote ambayo utaishi yata affect maisha yako kivyovyote vile. Katika ulimwengu wa kiroho inakuja inakuaffect katika ulimwengu wa kimwili. Now, kuna njia kadhaa ambazo shetani ama maovu yanaingia katika maisha yetu. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna njia kadhaa wa kadha ambazo shetani ama maovu yanaingia katika maisha yetu. Na njia ya kwanza tunasoma mila. Kama unaweza andika mila, tradition. Unafanyishwa mila, unafungua mlango wa taabu. Unafungilia mapepo ya watu waliokufa kupitia kwa mila. Bwana asifiwe sana. Mlango wa kwanza ni kupitia kwa mila. Mila ina include naming of children, kupeana mtoto jina. Mtoto amekuja na riziki yake na maisha yake, alafu unamfanyia mila, tradition, unampatia jina ambalo linamwaffect na affect maisha yake. Praise the living God. Mtoto anakuwa kile kitu ambacho Mungu hakumuumba kukua. Umemfungulia mapepo ya watu waliokufa. Unapeana. Kuna sehemu zingine mama unaenda kuoleka wanakupatia jina. Kama kuna siku nyingine mke wangu alizalia mtoto nyumbani. Sasa yanyangu akawa analazimisha ampatie jina fulani, apeana mtoto ile jina la aunti yangu. Na si vizuri kuongea maana sisi watoto wangu watoto watakuwa vipi. Lakini yule aunti ikakuwa alikuwa anakunywa. Kitu cha pili hakuwa ikaa kwenye ndoa. Kitu cha tatu alijinyonga. Alafu wanasukuma mtoto wangu apewe hilo jina. Niwaambia never. Yule ni nyanya mkubwa ambaye sasa hivi mpinga wala kumgombanisha, lakini hiyo si. Na kwa mkaja akanipe dada kidogo tunafanya naye kazi anajua. Anajua ngakirisha wakati mwingine. Hapana. Anajua mpaka hata bosi ambaye tunafanya naye. Ningesema kama hayuko ningesema labda anasema hivi. Anajua kwamba wakati mwingine niko. Nilimwambia huyo mama hapana, ngoja mtu mwingine hapo wazae upe ule jina. Kwamba baba. Bwana asifiwe sana. Amen. Now, ni jina ambalo unaunganisha mtoto wako na vitu, unamfungulia vitu. Wacha mtoto wako aishi maisha yaliyopangiwa na Mwenyezi Mungu. Usimuunganishe na maisha ya mtu mwingine muovu. Bwana asifiwe sana. Mama unalia watoto wako, lakini unajua wewe ulifungua pepo la malaya ndani yake. Ulimuunganisha na vitu, ulimfanyia mila fulani. Alipozaliwa ulimfunga vitu kama haribu. Gine watoto wao wanakufa kifafa. Walifungulia milango ya magonjwa kupitia kwa hiyo mila. Walifanyia mtoto mila, matambiko. Hiyo sio kwako. Sifungulie milango hiyo. Kwa sababu ya muda nitaenda haraka. Hii pia kwenda kwa waganga ama kujihusisha katika uchawi. Na unajua kwamba kanisani watu hawaendi kwa waganga. Amen. Bwana asifiwe. Kanisani watu wanaenda kwa waganga kweli? Watu wanaenda kwa waganga sio? Hawaendi, watu ni wazuri. Hii nakuhubiri wewe ili uende ufundishe jirani yako, sawa? Wewe uendi kwa mganga. Lakini nilisikia mama mwingine, ndugu yangu alikuwa amegonjeka kidole, mguu umetoboka, ndio ambaye anafuata mguu umetoboka mpaka huko. Mama kiongozi wa kanisa, praise and worship. Inaweza chukue ndugu yako umpeleke kwa pastor muombe. Akawa anampeleka kwa mganga. Hii story ni kweli na hata mke wangu anajua, si story nimetengeneza. Watu wenye wanaenda kwa wachawi wanakuwa kanisani. Unfortunately kuna watu, the problem with us is that tunataka watu watudhanie kuwa kile kenye hatuko. Yaani unataka mtu akufikiria kwamba wewe haufanyiki hivi, lakini maybe that's what you are.
Nasema ya kwamba, na nimesema kwamba kupitia kwa kwenda kwa uchawi na uganga unaweza kufungulia vitu ambavyo haustahili kufungulia kwa maisha yako. So kwa hivyo epukana na hiyo. Bwana asifiwe. Hata nawaambia kwamba tuepukane nayo. Hivyo ndio tunafundishana hata kama ni uchungu, lakini itusaidie usiletee shida kwa maisha. Unaona? Usipende tu kukataa mafundisho kama mafundisho yatakusaidia. Ukweli ni kwamba tumeona watu ambao walienda kwa uchawi, uchawi ukawaletea shida. Bwana asifiwe sana. Wakafanya uganga. Kuna magoma kule kwa boma letu kule nyumbani. Boma hilo ile kujua vijana ni kwa boma ambalo linaendelea sana. Na ile kwa boma ambalo limeruhusu uchawi. Na hilo boma sasa ukiangalia watoto wamekuwa mazuzuzu. Bwana asifiwe sana. Amen. Uchawi una affect watoto wao. Mama ukisikia kwa uchawi heri ufe. Bwana asifiwe sana. Amen. Siku nyingine katika mambo meuna kale kabla hajazaa ukizia. Kwa katika hali mbaya kana gonjeka mtu akatupigia simu. Inaweza kuwa labda mtu alimwangalia kwa macho mabaya. Hiyo ndio mtu anatengenezanga hiyo vitu. Na kweli mtoto ana hiyo dalili zote. Shika ule mtoto nikamwambia kwamba hiyo sitawahi fanya. Mungu kama ni kuniua, kama kuchukua mtoto wewe umenipa utakuwa utachukua. Nitoke niende kwa mtu. Atafanyia mtoto wangu vitambiko fulani amtoe vitu machupa nini kwa mwili. Alafu mimi kesho yake Yesu anaweza, Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu atakutetea. Hivi vitu make sense. Na elewa ya kwamba kuna haja ambazo mtu huwa zinamsukuma mpaka ana make bad decision. Ana make hard decision, maamuzi magumu. Lakini kaa strong. Bwana Yesu asifiwe sana. Be strong, kaa strong. Usifanye maamuzi ya kufungulia vitu katika maisha yako ambavyo vitakuletea shida baadaye. Heri ukae na watoto wawili, watatu, wanne ambao hawatakufanya ujinyonge. Usifungulie maroho za usharati na ukahaba na ushoga na usagaji kwa watoto wako. Sasa ukifungua tu vitu, ukishafungua mlango kama usharati, vitu vyote huwa vinakuja kwa takataka zote. Watu wengine kalikuwa kuna sema nilikuwa naishi hapa ndio kijana. Katika miaka 8 walikapatia jina. Ndio pia nikatoa nimefungulia roho za usharati kwa yule mtoto. Yule mtoto mama yake alikuwa kumfaa nguo ndefu, anakunja ile nguo, anaikunja inafika hapa. Hataki kuvaa nguo ndefu. Amekataa ile spirit na operate yeye mtoto na ile spirit imekomaa. Inaelewa miaka 8 tu amekataa. Tatu wakati mama yake alikuwa anasumbukana, mtu anataka tu akae hivyo na mtu anakanga maduka za dunia wanaita spring. Sitaki nichamoke ni mama za baba. Bwana asifiwe sana. Amen. So uchawi na uganga na mila inaweza kukuletea shida kwa maisha yako. Kuna ile kitu inaitwa kuabudu shetani. Kuabudu wa shetani. Katika nchi yetu ya Kenya kulikuwa na nyakati nzuri sana. Watu walikuwa wanaenjoy wakisafiri. Barabara hazikuwa na shida ambayo tunaiona leo. Haikuwa na umwagikaji wa damu ambaye tunaona leo. Nyakati hizo kulikuwa na sheria zimewekwa za barabara. Sheria za kila aina. Lakini miaka vile inavyosonga wakaruhusu. Juzi nimeona wanafunga Freemason, kanisa la Freemason. Freemason huwa wanasifu wanaabudu nani? Wanaabudu nani? Shetani. Yaani mtu anakuja anajua ya kwamba hii, angalia hata mafungi ile kanisa kwamba inaabudu shetani. Wanafunga ile kanisa sababu haijalipa ushuru. Na ndio wana dunia leo watu hawajali kile ambacho madhara, hawajali kile ambacho wanafanya madhara yake, hawajali kile ambacho wanakaribisha madhara ambayo kitamaletea. Mtu anaangalia chapa. Watu wanaangalia chapa. So maana yake ni kwamba kuabudu shetani kunaweza kukakaribisha
umwagikaji wa damu. Satanism inaendana na kafara. Haleluya. Ushetani lazima utaambatana na kafara. Usidanganyike wewe ambaye Mungu alikudanganya funga majini, usidanganyike. Itakukosti. Utafungulia. Na sasa angalia kwa vile nchi yetu ya Kenya iliruhusu kwa shetani. Angalia vile watu wanakufa kama wanyama. Watu wanauana kama wanyama. Na wewe mama ambaye uko hapa, Mungu alikushikia panga, akasema kwamba anataka kukata kimbia. Bwana asifiwe sana. Sababu yeye ameshika kama mwanadamu, lakini zile spirit, zile roho zinadai damu. Unasaidia watu wanakatana wanauana kinyama. Kwa nini? Lazima sadaka zadaiwa. Shetani si Mungu ambaye utaabudu kirahisi kiolela kimatani. Shetani ana cost, ana gharama. Masana wetu wazuri wanapatikana wamekata wametupwa matimboni huko. Wamekata watu wameoa kinyama. Wanaume wanakata watoto wao. Hiyo si kawaida. Kata mtoto mchanga. Uwa spirit inadai damu. Uabudu wa shetani umefungulia maajali barabarani. Inataka damu. Leta kuabudu shetani, fungulia mauti, fungulia maajali, fungulia ukatili na violence duniani. Pepo yanadai damu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukiendelea hivyo hali kwamba kuna uwezekano pia kuoa ama kuolewa ikakuwa ndio mlango wako wa mateso kwa maisha. Yesu anajiita kwamba mimi ndio mlango. Na kuna uwezekano wewe kama mwanadamu pia ukaoa mlango, ukaoa mwanamke ambaye ni mlango. Kuna watu ambao wanaoa wanawake na wanatajirika. Na kuna watu ambao wanaoa wanawake na wanafilisika. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani unaweza oa mwanamke ambaye ni mlango wa maovu. Hiyo utakisikia. Iko. Na unaweza ulekea pia mwanaume kwa mlango ya maovu. Na hiki tunafanyika hivi. Ukiishi na ukioleka na mtu muovu, wewe pia unatoka unakuwa muovu. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba wawili watafanyika kuwa nini? Kitu kimoja. Na kuna uwezekano pia hata ukionekea ama ukiolewa na mwanaume msharati, kuna uwezekano pia ukaanza kuwa msharati. Wacha hivi tu anasema kama wanakomoana ya kwamba kwa vile umefanya mema na kulipisha. Hapana, kuna spirit ambayo imefunguliwa kwa ile familia. Usharati unaingia. Na pia upande mwingine kwamba kuna watu ambao wamefungiwa maisha. Milango yao imefunga ya baraka. Wanalaana. Ukimchukua ukamweka umefungulia laana kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna ndugu mwingine kule mzee fulani, asante pastor anajua anaitwa Doka, alikuwa na mpango kubwa sana pale ndani. Atuone kwani kitembea pale kidogo nikipiga injili zangu za mdomo. Piga ile spirit preaching. Sasa wakati mwingine nikaenda kununua pale rangi, ananiita pastor, bwana nataka ukuje uniombee ile mataji ya kunienjoy. Nataka uniombee nipate chombo, pata mke na mtu msiko na shida mtu. Sana onekana tu mtu ambaye ana familia. Yule ndugu mikosi ile mwanadamu. Yule ndugu alifilisika, mtu ambaye alikuwa na magari na duka kubwa la kuuza rangi. Alifilisika na akaisha kabisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii inaambatana pia na kushiriki mapenzi na watu ambao milango wamefungulia maovu kwa maisha yao. Unafanya vitu ambavyo unavileta vinakuwa ndani yako. Ulikuwa si mchafu na kuruhusu uchafu unaingia. Ulikuwa si msharati unaruhusu msharati unaingia. Kupitia kwa watu unaolala nao. Kupitia kwa watu unaoshiriki nao. Mama, tulia kwa ndoa yako, maana utaleta shida, utaleta mikosi kwa nyumba yako. Unafanyika mtu mmoja na mtu
mtu aliyedaniwa alafu anafanyika mtu mmoja na bwanako ambaye labda amebarikiwa. Bwanako anaanza kufungiwa milango. Unaona nyumba yako inaanza kukua na mikosi, inafungiwa, milango inafunga. Haleluya. Amen. Kata mwenyewe peta kakule kidogo kwa namaliza ndani. So kwa hivyo kushiriki vile vitu na kushiriki mambo kama yale na watu ambao ni waovu. Na pia tumesema hiyo, tumezungumzia tayari ya kwamba kuangalia na kusikiza vitu vyote vitakubadilisha, utakuwa mtu mwovu, utakuwa umeruhusu maovu kwa maisha yako. Dunia sasa watu wameruhusu maovu yametawala. Sababu vile vitu ambavyo wanaangalia. Nao tunaweza kufunga hii milango ya uovu. Ufunuo 3:7. Bwana asifiwe sana. Twende pale kwa haraka sana, muda hauturuhusu. Ufunuo 3